Bwana, karibu sana mtazamaji wa Makweme Sports kwenye 1 na 2 kwenye zile taarifa zote ambazo zinazungumzwa katika vijue vya kidigitali, lakini pia vile vile na zile ambazo tunazipata moja kwa moja. Jambo la kwanza, usisahau kusubscribe na kugonga alama kengele wa kwanza kuzipata taarifa kama hizi. Bwana, leo kuna vita kubwa sana kunako muendelezo wa ligi kuu ya kandanda nchini Tanzania. Leo kuna Dar es Salaam Derby, mchezo ambao unakutanisha Azam FC dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Ukiachana na vita ya mechi hii kuwa kubwa na kali na inaozungumzwa sana, bana, Makweme Sports leo pia tunakusogezea vita nyingine katika mechi ya leo kati ya Faisal Msalm Feitoto Mtanzania na mshambuliaji ama kiungo mshambuliaji wa Yanga na mzungumzia Pacome Zouzoua. Taarifa kufikia kwamba Yanga leo Alhamisi itakuwa ugenini ikimkabili Azam FC kwenye mchezo wa ligi kuu bara, ambao viungo Faisal Msalm Feitoto na Pacome Zouzoua watakuwa na vita yao kwenye kutoa pasi za mwisho. Kinara ni Feitoto mwenye pasi 12 zilizozaa mabao na kupachika mabao 5 pekee kunako ligi kuu ya kandanda nchini Tanzania. Ameingia kambani mara 5, hivyo imemfanya ahusike kwenye mabao 17 kati ya mabao 38 yaliyofungwa na timu yake kwenye mechi 25 walizocheza mpaka sasa kunako ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Nyota huyo ambaye msimu uliopita alimaliza nafasi ya pili kwenye ufungaji akiingia kambani mara 19, akiachwa nyuma na mabao mawili na kinara ambaye alikuwa ni Stephanie Aziz Ki, ambaye yeye alifunga mabao 21 msimu uliopita na alionyesha ubora kwenye kutoa pasi za mwisho. Wakati Pacome ambaye kwenye mechi 3 zilizopita ameibuka na tuzo ya nyota mchezo mfululizo, amehusika kwenye mabao 17 kati ya 62 yaliyofungwa na timu yake ya Yanga mpaka sasa. Pacome ametoa pasi za mwisho 9 na kufunga mabao 8 pekee kunako ligi kuu ya NBC Tanzania bora. Ubora wa Pacome umeongezeka, na hii ni kutokana na kiwango chake ama kiwango cha kiungo huyo mshambuliaji wa timu hiyo ya Yanga, na namba zake zinaendelea kupanda katika kikosi cha Yanga, tofauti na msimu wake wa kwanza ambao alishiriki ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Pacome msimu huu ametumika kwenye mechi 22 kati ya 24 ambazo Yanga wameshacheza. Amecheza dakika 1297 akiwa amefunga mabao 8, akitoa pasi 9 zilizozaa mabao na kutoa tuzo 6 za mchezaji bora wa mechi. Zikiwa zimesalia siku chache kabla ya pambano hilo, gari la kiungo huyo raia wa Ivory Coast limeonekana kuwaka kutokana na kiwango chake na namba zake kuendelea kupanda katika kikosi cha Yanga, tofauti na msimu wake wa kwanza ambao alijiunga na Young Africans. Ubora wa kiungo huyo msimu huu ambao ni wa pili kwake na wa mwisho kutokana na mkataba aliosaini ndani ya klabu hiyo ya Yanga, bana, umeendelea kuimarika, na hii ni baada ya kupunguza mechi na dakika, akifikia rekodi aliyoiweka Yanga msimu wake wa kwanza. Kwa nikikwambia leo Dar es Salaam Derby kuna vita kati ya Azam pamoja na Yanga, lakini vita nyingine ni kati ya Faisal Msalm Feitoto Abdalla, kiungo huyu Mtanzania, pamoja na Pacome Zouzoua. Huwa tunamaanisha kwa sababu namba za mabao ambayo ameyafunga Pacome Zouzoua na namba ambayo amefunga Faisal Msalm Feitoto Abdalla na pasi zile za mwisho ni kama vile ni miongoni mwa watu ambao wanashabihiana sana na uwezo mkubwa ambao ameuonyesha. Pacome alijiunga na Yanga msimu wa mwaka 2023-24 akitokea ligi kuu nchini Ivory Coast aliyokuwa mchezaji bora wa msimu, yani MVP, na alikuja kuongeza nguvu katika eneo la kiungo mshambuliaji wa Yanga akiwa anasaidiana na Stephanie Aziz Ki, bila kumsahau Mzambia Clatous Chota Chama Triple C. Nyota huyu msimu wake wa kwanza Yanga alipachika mabao 7 na assist 4 katika mechi 23 akitumikia kwa dakika 1520. Kwa idadi hiyo, msimu wa kwanza wa Pacome alihusika katika mabao 11 kati ya 71 ambayo yalifungwa na klabu yake ya Yanga, yaliyofungwa na timu yake ya Yanga iliyotoa ubingwa wa 3 kwa kukusanya pointi 80 katika mechi 30 kunako ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Shughuli ni moja leo katika Dar es Salaam Derby. Kuna derby kati ya Azam dhidi ya Yanga, lakini iko derby kati ya Pacome Zouzoua pamoja na Faisal Msalm Feitoto Abdalla. Nimeamua kukusogezea hii kupitia Makweme Sports ili uweze kufahamu.
vita nyingine ukiachana na vita ya Dar es Salaam Derby. Unaionaje mechi ya leo kati ya Azam FC dhidi ya Yanga? Tukumbuke kwamba mzunguko wa kwanza kunako ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, Yanga ilipasuka katika uwanja wa Azam Complex goli 1-0. Sasa leo itakuwaje? Endelea kuifuatilia Makweme Sports. Jambo la kwanza, hakikisha kwamba umesubscribe na kugonga alama kengele uwe wa kwanza kuzifahamu taarifa mbalimbali za kimichezo.